Naitwa Masaru Mpo. Kwa ujumla wa Geita Institute ni timu ambayo iko kitimu zaidi, iko kambini, imekaa muda mrefu. Kwa hiyo kimepelekea kuwa na ushirikiano mzuri katika mchezo. Hicho ndio kimesaidia. Timu imekaa kambini muda mrefu, ina ushirikiano wa hali ya juu, alafu wachezaji wanacheza kwa nidhamu hali ya juu. Hiyo ni njia ambayo imesaidia kuchukua ubingwa. Hawa mpira wao walikuwa wanatumia mpira ya pembeni. Sasa sisi mabeki kwa upande wa pembeni hiyo tulikuwa tumeshaligundua mipira yao mingi ilikuwa wanacheza long pass kwa kutumia mipira kupitishia pembeni. Hiyo tulikuwa tumeligundua, tukawapa mtego huo, tukawa tunaingia katikati ili kuwaminya waingie ndani. Hiyo ndio ikasababisha kosa ile mashambulizi ya kupitia pembeni. Kama wanapitisha mipira katikati, kupitisha mipira katikati inakuwa ni ngumu na kuta mabeki wamejaa katikati. Kwa majina naitwa Dickson Fabian Kijika, ni captain wa timu ya Geita Institute. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia kuweza kupata ushindi. Mchezo kikweli ulikuwa ni mgumu, tuliwaheshimu sisi wapinzani wetu kipindi tunaanza mchezo, ndio maana tumefanikiwa kupata ushindi wa magoli 4. Tunaendelea kujipanga kwa sababu michuano hii ni ya knockout, ni ya kufungwa na kuondoka, lakini sisi kwa sababu tumeweza mechi hii ya kuwa bingwa tutasahau hapa uwanjani, tunaenda kujiandaa na mashindano mengine. Tunashukuru mechi imeisha kwa red card 2. Na kwa kitu mimi ninachotaka kukisema, tumecheza uwanjani, lakini hiki kilio kwa huku chini tutaendelea kuteseka sana kwa waamuzi wetu hawa, tutaendelea kuteseka sana. Kwa sababu mimi ninachokuja kukwambia kama mpira, nafikiri wewe ulikuwepo mwandishi wa habari, unaangalia mechi zinavyoendelea, ile dikadi ninayokuja kupewa kocha kwamba mimi nikimkatalia kwamba ile sio faulo aje aniazibu ile dikadi wakati kuna njano. Kwa majina anaitwa Helmani Sabaganga Nyegei, ni captain wa Golden City. Mchezo wetu dhidi ya Geita Institute ulikuwa mzuri, mchezo mzuri, lakini tumepoteza mechi hii ambayo ni ya finali ya FA. Sisi hatuwezi tukasema mengi, tunasema tu ishara kwa Mwenyezi Mungu, tunashukuru tumepoteza hii mechi, lakini tutazidi kujipanga na mashindano mengine yaliyopo mbele yetu. Kuna kushindwa, kuna kushinda, kuna kutoa sare. Lakini leo ni mchezo wa finali, kwa lazima tumpate mshindi. Nichukue nafasi hii kuwapongeza wote timu zetu mbili za finali. Lakini kipekee ni wapongeze washindi wa kwanza, ongeleni sana kwa kutoa ubingwa wa FA. Mimi kwa nafasi yangu kama mwenyekiti wa kamati ya mashindano, nasema safari tulianza salama, na mshukuru Mungu tumemaliza salama. Mpira ni mchezo wenye jasho, wenye tension, wenye pressure. Yaliyotokea uwanjani kipekee niseme hayakuwa mazuri sana, lakini kama kamati tuseme haya mambo tusipende kuyaruhusu. Niwaombe wenzangu washindi wa pili. Geita Institute nyie ndo mabingwa wetu. Na ndio wawakilishi wetu wa mkoa wa Geita, mkiungana na bingwa wetu wa mkoa katika level hii ya pili katika mashindano ya FA. Mna kazi. Sisi kama wana Geita tunapenda sana heshima, kuitengeneza heshima ya mpira katika mkoa wetu. Hatutamani muishie hapa karibu. Mnapaswa mjiandae ili kuhakikisha kwamba tunaenda kucheza mbali. Tunataka vilabu vya ligi kuu vije hapa kupitia nyie. Na mlivyo, nidhamu yenu, jitihada zenu, mkizidi kuziboresha, mtafikia malengo. Lakini hii kumbukeni ni platform kubwa sana kwenu nyie kuwasaidia kwenye karia ya mpira. Kwa sababu mnafika level za kuonekana kwenye television, mnafika level za kucheza na timu zingine kubwa katika nchi hii. Hiyo ni sehemu ambayo itawasaidia nyie kuwatangaza, na kama sio kuondoka au timu yenu kwenda juu, basi mmoja anaweza kaitumia nafasi na kufanikiwa kufika mbali.